kuwaleta watoto makanisani ili wapate kujifunza. Yako mambo mengi ambayo wakija kanisani wanajifunza wakiwa hapa, wanajifunza mambo mengi ambayo yanaweza kawaongoza katika kufikia utu uzima wao wakiwa salama kiroho na kimwili pia. Wazazi mwe mnawaleta watoto kanisani, maana watoto wanapitia mambo mengi sana mtaani, wanajifunza tabia tofauti, uwizi, kusema uongo. Mnaweza mkalalamika wazazi, mbona mwanangu mimi ni mwizi, mwanangu mbona anasema uongo, mwanangu mbona ana tabia chafu ambazo haeleweki. Ni kwa sababu unamwacha nyumbani, haumleti kanisani ambako anajifunza mambo mengi na ni muhimu katika maisha yake ambayo atamsaidia katika kunyosha tabia yake. Kwa wazazi, tukiwa tunawaleta watoto kanisani, wanajifunza mambo mengi ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yao. Okay, sawa. Na neno moja la baraka kwa wazazi ambao wameonyesha ushirikiano kikamilifu, neno moja la baraka kwao. Amina. Mimi ninachopenda kuambia wazazi ambao wenyewe ndio wametufikisha mahali hapa, Mungu awabariki sana, wasaidie katika kazi zao na waboreshe vipato vyao pia, maana sisi tunavyoonekana tumevaa tumependeza ni wazazi ambao wametusaidia. Tukitoka nje tunaona kuna vyakula vimepikwa, watu tunakula kanisani mahali hapa, yeye hajachanga, lakini kwa wale ambao wameonyesha ushirikiano kwa kutoa mchango wao wazazi na upendo wao mkubwa kutuleta watoto kanisani, mpaka tumekula, tumeshiba, tumevaa, tumependeza.
Sikukuu kwa upande wako umeionaje? Sikukuu kwa kweli imeenda vizuri sana, tumebarikiwa sana kuhudumia na watoto wametuhudumia vizuri, tumejifunza neno la Mungu, tumejifunza mambo mengi. Kwa kweli tunajisikia vizuri sana kwa siku ya leo watoto walipotuhudumia. Binafsi kitu gani hasa ambacho umejifunza na umeondoka nacho kitakuwa ni kumbusho na kitaishi siku zote za maisha yako kwa sikukuu ya leo? Kwa siku ya leo ambacho nimetoka nacho kanisani kwenye wiki la watoto, namna vile watoto walivyofanya utumishi wao vizuri sana. Sisi tunajifunza vitu kutoka kwao, lakini pia umejifunza hivyo wazazi wanatakiwa wao wanawaleta watoto kanisani, kwa sababu watoto wakiingia kanisani wanapokea vitu vya aina mbalimbali, lakini pia watoto wao wanakuja kuwa baadaye watumishi wazuri, baadaye wanaweza wakafaa kwa serikali, wakafaa pia kwa kanisa, wakafaa katika kila eneo. Neno moja la baraka kwa watoto wetu waliohitimisha sikukuu ya leo. Neno moja kwao, mimi naomba watoto hawa wazidi wazazi wetu, na wazazi pia tuzidi kuwalea katika maadili bora, lakini pia wazidi kuwa ni sehemu ya kanisa, lakini pia tuzidi kuwakemea na tabia mbaya ili waweze kuwa watumishi wazuri baadaye. Asante sana, kushukuru. Asante sana. Mtazamaji, hayo ni maoni na mapendekezo mbalimbali ya wadau ambao wameweza kuhudhuria kwenye sikukuu ya leo hapa TAG Makambako mjini. Hakika sikukuu imefana, sikukuu imekuwa bora, sikukuu imeweza kuwa mzuri, ya kupendeza na ya kuvutia. Twende tukawasikia wengine nao wanazungumza nini kuhusu sikukuu ya leo hapa TAG Makambako mjini, namna kwa ambavyo ilivyokwenda hii sikukuu ya leo hapa TAG Makambako. Endelea kubaki CS Online TV kwa ajili ya kuweza kupata update na matangazo mbalimbali yanayoendelea hapa TAG Makambako mjini. Karibu tuweze kuwasikia na wengine nini wanaweza kuzungumzia kuhusu sikukuu ya leo, namna ambavyo imekwenda. Tamaji, nimekutana na hapa na mama naye tutakwenda kumsikia anaizungumziaje sikukuu ya leo kwa namna ambavyo imekwenda. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Shikamoo. Marahaba. Naitwa Yusufu. Sijui unaitwa nani? Naitwa Mama Witi Mpenza. Mama Witi. Sasa Mama Witi, kwa sikukuu ya leo ya watoto wetu hapa TAG Makambako mjini, binafsi kwa upande wako umeionaje sikukuu ya leo? Nimeiona ni nzuri sana na maneno ya Mungu yamebariki na kutuinua kiroho. Pale ambapo mtu naona ulipungua sehemu, kwa hiyo unafanya nini? Unajipanga kujifunza vizuri ukawa mkamilifu. Amina. Naomba utoe neno moja la baraka kwa watoto wetu waliohitimisha sikukuu hapa TAG Makambako. Ninasema Mungu awabariki, wazidi kumtumikia Mungu. Amina, nakushukuru sana. Asante. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ambavyo unasikia ni maoni na mawazo mbalimbali ya watumishi mbalimbali waliohudhuria sikukuu ya leo kwa namna ambavyo imekwenda. Hakika sikukuu imekuwa mzuri, sikukuu imekuwa ya baraka, sikukuu imefana kisawasawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, endelea kubaki CS Online TV kwa ajili ya kuweza kuendelea kupata matangazo na update zinazoendelea hapa TAG Makambako mjini kwenye siku ya kilele ya sikukuu ya watoto wetu hapa TAG Makambako mjini. Karibu. Ndugu mpenzi mtazamaji, nimekutana tena na mama hapa, naye tutakwenda kumsikia namna ambavyo sikukuu ya leo ameweza kuiona kwa upande wake. Mama, Bwana asifiwe. Amina. Habari ya usiku? Salama kabisa. Naitwa Yusufu. Sijui unaitwa nani? Naitwa Mama Irini Ngeni. Mama Irini. Amina. Amina. Sasa leo ni kilele cha sikukuu ya watoto wetu hapa TAG Makambako, na ikiwa kitaifa, leo ni siku maalum kwa ajili ya watoto wetu kitaifa kuadhimisha sikukuu leo makanisani, na tunaona TAG Makambako mjini sikukuu hakika imefana na imeweza kuhitimishwa siku ya leo. Ni kitu gani hasa ambacho umejifunza ama umekipenda kwenye sikukuu ya leo ya watoto wetu hapa TAG? Kwa kweli sikukuu imekuwa nzuri, watoto wamechangamka, imekuwa njema sana, ni vitu vingi tumejifunza, tumebarikiwa sana. Amina. Na neno moja la baraka kwa watoto wetu waliohitimisha sikukuu hapa TAG Makambako mjini. Nawatakia maisha mema, Mungu azidi kuwafundisha, Mungu azidi
kuwatumia sawasawa na mapenzi yake. Asante sana, nakushukuru. Amin. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ambavyo unasikia ni maoni ya wadau ambao wameweza kushiriki kwenye ibada hii ya leo ambayo ikiongozwa na watoto wetu hapa TAG Makambako mjini. Kama ambavyo unasikia wanasema sikukuu ya leo imefana kwa namna ambayo imekuwa mzuri kabisa na imeweza kuwa bora na ni ya mfano wa kuigwa. Endelea kubaki CS Online TV kwa ajili ya kuweza kupata update mbalimbali na matangazo mbalimbali yanayoendelea hapa TAG Makambako mjini. Twende tukawasikie na wadau wengine namna ambavyo wanaweza kueleza sikukuu ya leo kwa namna ambavyo imekuwa. Na hapa nipo na mzee naye tutakwenda kumsikia namna ambavyo sikukuu ya leo ameiona kwa upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Amina, amina. Naitwa Yusufu, sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Simon Mwambojesi, naokoka niko TAG Makambako. Asante sana. Sikukuu ya leo hapa TAG Makambako ya watoto wetu umeionaje kwa upande wako? Kwa kweli namshukuru Mungu, nimeona vipaji ambavyo Mungu amewekeza ndani ya familia zetu hizi. Kwa najua Mungu ana uwezo wa kutumia kitu chochote kile. Kwa hiyo nimeona sikukuu sana na imefanikiwa vizuri sana. Na tunaomba Mungu aendelee kuwasaidia watoto waendelee kuishi katika mazingira mazuri ya kuendelea kumjua yeye na kuendelea kumtumikia yeye kama Mungu. Asante. Neno moja la baraka kwa watoto wetu waliohitimisha sikukuu ya leo hapa TAG Makambako mjini. Nasema asante kwa sababu nasema hivi, tunaomba Mungu awasaidie watoto wetu waendelee kuishi katika mazingira ya kumpenda Mungu na kuendelea kumtumikia Mungu ili waweze kutumika sawasawa na kusudi ya mapenzi. Amina, nakushukuru sana. Amen. Mpenzi mtazamaji, kama ambavyo unasikia ni maoni na mawazo ya wadau wetu ambao wameweza kuhudhuria ibada ya leo hapa TAG Makambako mjini. Kama ambavyo unasikia wakiwa wanatoa kubwa sana na kuhakikisha kwamba watoto hao wanaendelea kubaki salama na kuendelea kukaa katika misingi ambayo waliolelewa na wazazi wao ya kumtumikia Mungu. Haya ni maoni ya watumishi kwenye ibada ya leo ikiwa inaongozwa na watoto. Kumbuka leo ni ya kilele cha sikukuu ya watoto kanisa la TAG kitaifa, na TAG Makambako mjini imeweza kuhitimisha kwa kishindo sikukuu hii kwa kuhakikisha watoto wetu wanamtumikia Mungu katika utumishi ambao wataulisi wa wazazi wao. Endelea kubaki Online TV kwa ajili ya kuweza kupata update mbalimbali zinazoendelea hapa TAG Makambako mjini, na tutakwenda kuwasikia watoto wachache namna ambavyo wataweza kueleza sikukuu ya leo kwa namna ambavyo ilivyokwenda hapa TAG Makambako mjini. Habari saizi? Unaitwa nani? Unaitwa? Jonathan. Jonathan, leo wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao walioshiriki kwenye sikukuu ya leo hapa TAG Makambako. Safi. Kwa upande wako sikukuu ya leo umeionaje? Nzuri. Kitu gani Nawafundisha wazazi kutupa sisi watoto wake zetu. Na ni kitu gani ambacho hasa unaweza ukawaambia watoto wote wa hapa TAG Makambako mjini? Ni kitu ambacho naweza kuwaambia watoto wote wa TAG mjini hapa, kila mtoto ana kusudi lake na kila mtoto inabidi apate haki yake. Okay sana, nakushukuru sana. Asante. Nani? Wewe unasogea sawa kama nilivyokuambia. Wewe unasogea. Mwingine nani? Njoo hapo. Njoo. Sasa nani kama nilivyokuambia una mfesi. Tutakwenda kumsikia na mtu mwingine ambaye ni miongoni mwa walioshiriki kwenye sikukuu ya leo ya watoto hapa TAG Makambako mjini, na hawa ni miongoni mwa washiriki, ni miongoni mwa waandalizi wa sikukuu yetu hii ya leo hapa TAG Makambako mjini. Kama ambavyo nimekwisha kukueleza, ni sikukuu ya watoto kitaifa, na kanisa la TAG Makambako mjini hakika imeweza kuhitimisha hii siku ya leo sikukuu kwa kishindo kikubwa kabisa na kwa utukufu mwingi sana. Tutakwenda kuwasikia sasa watu ambao walioshiriki kwenye hii sikukuu ya leo, miongoni mwa watoto ambao wameshiriki, wamekuwa washiriki wa kikamilifu katika sikukuu yetu hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Joyce Rumile. Mtoto wa Kirumile. Masai hapa. Na nasali TAG, nimeokoka na mpenda Yesu pia. Na sikukuu ya leo kwa namna ambavyo umeiendesha ninyi watoto, kuna lipi hasa ambalo ungependa kuwaasa wazazi ili sikukuu ijayo waweze kuwaonyesha ushirikiano mkubwa kabisa kupita huu wa leo?
Amina. Kwangu mimi kitu ambacho nataka kuwaasa wazazi ni kuweza kuwaleta watoto makanisani ili wapate kujifunza. Yako mambo mengi ambayo wakija kanisani wanajifunza wakiwa hapa, wanajifunza mambo mengi ambayo wanaweza kawaongoza katika kufikia utu uzima wao wakiwa salama kiroho na kimwili pia. Wazazi mimi nawaleta watoto kanisani, maana watoto wanapitia mambo mengi sana mtaani, wanajifunza tabia tofauti tofauti, wizi, kusema uongo. Mnaweza mkalalamika wazazi, mbona mwanangu mimi ni mwizi, mwanangu mbona anasema uongo, mwanangu mbona ana tabia chafu ambazo haeleweki. Ni kwa sababu unamwacha nyumbani, haumleti kanisani ambapo anajifunza mambo mengi na ni muhimu katika maisha yake ambayo atamsaidia katika kunyosha tabia yake. Kwa wazazi, tukiwa tunawaleta watoto kanisani, wanajifunza mambo mengi ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yao. Okay, sawa. Na neno moja la baraka kwa wazazi ambao wameonyesha ushirikiano kikamilifu, neno moja la baraka kwao. Amina. Mimi ninachopenda kuambia wazazi ambao wenyewe wametufikisha mahali hapa, Mungu awabariki sana, wasaidie katika kazi zao na waboreshe vipato vyao pia, maana sisi tunavyoonekana tumevaa tumependeza ni wazazi ambao wametusaidia. Tukitoka nje tunaona kuna vyakula vimepikwa, watu tunakula kanisani mahali hapa, yeye hajatenga, lakini kwa wale ambao wameonyesha ushirikiano kwa kutoa mchango wao wazazi na upendo wao mkubwa kutuleta watoto kanisani mpaka tumekula, tumeshiba, tumevaa, tumependeza, Mungu awabariki sana na pia endelee kuwabariki katika kila jambo ambalo mnalifanya. Nakushukuru sana. Unaweza ukatoa neno moja la kuwaasa watoto wenzio ambao umeifanya sikukuu ya leo kuwa bora na ni nzuri, neno moja la baraka kwa wengine ambao umekamilisha sikukuu kiukamilifu mkubwa sana? Mimi napenda tu kuambia wale wote ambao tumeshiriki kiukamilifu. Tumeanza hii kutoka siku ya Jumatatu, tumehudumu wenyewe Jumanne, tumehudumu wenyewe Ijumaa, na siku ya leo pia tunaenda kuikamilisha, tunahudumu sisi wenyewe. Mungu awabariki wote ambao Mungu amewatumia. Msiseme kama ni kwa akili zenu, kama ulifanya kitu ni kwa akili zako, bali Mungu tu ndiye alikuongoza. Mungu pia aweze kukubariki na endelee kukusaidia pia, na endelee kuwa na moyo huo wa kumtumikia Mungu, wala usikate tamaa. Nakushukuru sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, hawa ni miongoni mwa waandalizi wa sikukuu hii ya leo hapa TAG Makambako mjini, ikiwa sikukuu ya watoto kitaifa, na kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God ambalo lipo Makambako mjini nalo limeweza kuhitimisha sikukuu ya leo kwa kishindo kikubwa sana, na hapa nipo katikati ya watoto ambao ndio wamekuwezesha sikukuu ya leo kuifanya kuwa bora na kuwa mzuri, na tutakwenda kusikia kauli mbiu ya watoto wote namna ambavyo wanaweza kutueleza. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watoto. Sasa tunaenda kusema kauli mbiu yetu ya watoto sikukuu ya leo kwa mwaka huu, sawa? Haya, kauli mbiu yetu inasemaje? 1, 2, 3, twende. Sisi watoto ulinzi wetu wa kuifanya kazi ya Bwana. Amen. Mbarikiwe sana na Bwana, sawa? Amen. Hao watoto tulionao hapa wape thamani, wamebeba kusudi la Mungu na siri ya Mungu katika maisha yao. Mimi na wewe tusiyoijua, wazazi tuwalete watoto. Asibaki mtoto wa mshirika anabaki nyumbani, mlete kwenye idara, mseme amina. Alafu wewe umeokoka unapeleka watoto tuition, lakini kanisani ambako ni bure kabisa hutaki kuwaleta, na sio kila siku. Muulize aliye karibu na wewe, mwambie kama ni wewe una maana gani. Amejua mwenyewe ana maana gani. Lakini watoto hawa tuwape vifaa wanapokuja kwenye ibada, wape daftari wawe wanaandika, wapeni vifaa, mpe kalamu, mpe daftari, mnunulie kabibilia, asije tu anakuwa kama naenda gwaride. Semeni amina. Mbona viatu mnawanunulia? Mbona nguo nzuri mnawanunulia? Wengine wanaonea mpaka na magari watoto wanaendesha. Sasa kwa nini simununue vifaa vya kiroho? Mtoto ama watoto wanatakiwa kupewa thamani yao. Hebu mwambie mwenzako, mtoto ama watoto wanatakiwa kupewa thamani yao. Wape watoto thamani yao kwa sababu kubwa mbili. Moja, kwa nini wanatakiwa wapewe thamani yao watoto? Moja, kwa sababu ujio wao duniani umebeba kusudi la Mungu ndani mwao. Watoto wanatakiwa kuthaminiwa kwa sababu
Mmoja, ujio wao duniani ndani yao wamebeba kusudi la Mungu. Huyo mtoto tunayemwona huyo amebeba kusudi la Mungu, na Mungu amleti mtu duniani ambaye hana kusudi naye. Sasa kwa nini asithaminiwe? Kama Mungu amemleta duniani kwa kusudi lake ambalo mimi na wewe hatulijui. Lakini jambo la pili, mtoto anatakiwa kupewa thamani yake kwa sababu amebeba siri ya Mungu katika maisha yake. Mtoto amebeba siri ya Mungu katika maisha yake. Ya kwanza, amebeba kusudi la Mungu. Lakini la pili, mtoto anapokuja duniani anakuwa amebeba siri ya Mungu katika maisha yake, ambayo mimi na wewe pia na yenyewe hatuijui. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Moja, mtoto anakuja duniani amebeba kusudi la Mungu ambalo mimi na wewe hatulijui. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa tumthamini mtoto ama tuwathamini watoto. Jambo la pili, Mungu anapomleta mtoto duniani anakuwa na siri na maisha ya huyo mtoto anayemleta duniani. Sasa kwa sababu hizo kubwa mbili, ni lazima mimi na wewe tuwathamini watoto. Watoto wathaminiwe, wapewe thamani yao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, watoto waheshimiwe, wapewe thamani yao. Watoto waheshimiwe, watoto wasidharauliwe. Watoto hawataki kubezwa ovyo. Watoto hawataki kupuuzwa ovyo. Watoto hawatakiwi kubaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wala watoto hawataki kuonyeshwa upendeleo. Eliabu akamsimanga, akamtukana, akamdharau, akambeza Daudi, una kiburi, moyo wako ni mbaya, kisa tu kwa vile ni mtoto. Lakini hakujua kusudi la Mungu alilolibeba mtoto Daudi ndani ya moyo wake. Maana mfalme wamekaa hapo na watu wake siku 40. Goliath anatoka pale anatukana na simanga watu na kadhalika na hivi na hivi. Ilikuwa ni aibu sana kwa taifa la Mungu. Na kumbe Mungu alimleta Daudi kwa kusudi maalum, kuja kuliondolea taifa la Israeli kutoka kwenye aibu hiyo waliokuwa wanaipitia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo hujaona umuhimu wa kuwathamini watoto? Inawezekana huyo mtoto mbeba kusudi la Mungu la kuiondoa aibu pengine katika familia. Familia mzee Yese ilikuwa masikini, ilikuwa inamiliki kondoo wachache. Lakini Daudi alipomuua Goliath akapewa utajiri mwingi, akaondoa pia mpaka na aibu ya familia yake. Daudi akawa tajiri, na kwa sababu hiyo akafuta ule sio ukoo wa masikini. Kufumba na kufumbua ukoo wa mzee Yese ni ukoo wa kitajiri. Maana Daudi amepiga Goliathi, ameliondolea taifa aibu, na amepewa utajiri mwingi, akagawia na ndugu zake. Pigie Bwana Yesu makofi. Hawa watoto tulionao hawa, na watoto ukiwa nao usipendelee. Wako wengine unawapenda, wengine unawathamini, wengine unasema hili sijui limetokea wapi. Hivi kwa rujuu limetokea wapi? Hebu je, kuna mzazi anasema hili toto limetokea wapi sijui. Muulize mzazi wenzako, hivi unakuwa hujui lilitokea wapi? Hiyo ni kutokumpa thamani tu. Mtoto anaweza kukosa, aonywe inapobidi, akemewe inapobidi, akaripiwe inapobidi, lakini hayo yote yafanyike huku yamefunikwa na upendo. Nasema hayo yote yafanyike huku yamefunikwa na nini? Na upendo. Yafanyike bila kumuondolea mtoto thamani yake. Semeni amina. Wamebeba kusudi la Mungu hao. Yaani hapo na faidi thamani ya mtoto. Semeni amina. Wanakwaya wanaimba pale, yaani hapo tunafaidi thamani ya nini? Walikuwa watoto siku moja wakathaminiwa, wakalelewa, leo ni wanaimbu na mbarikiwa. Tuna wazee wa kanisa walikuwa watoto wakathaminiwa, wakalelewa, leo wanatuhudumia, tunabarikiwa. Kila kitu ni matokeo ya mtoto. Jamani, tuseme amina. Hata wewe mwenyewe ni mtoto. Yaani wazazi wako walikuthamini. Wasingekuthamini wazazi wako usingefika hapa. Ama mimi na wewe tusingefika hapa. Si umezaliwa unasumbua. Si wanabinya tu, ama unaenda tumbukiza chooni pale. Akatupa tu kule.
Hatukufanyiwa hayo, wazazi wetu walituthamini. Kwa hiyo naomba kanisa tuwathamini watoto. Wamebeba kusudi la Mungu tusilolijua sisi, mimi na wewe tulijui. Wamebeba siri ya maisha ya kimungu ndani mwao tusiyojua mimi na wewe. Wathaminiwe, semeni amina. Wasibezwe kirahisi tu, wasidharauliwe, waheshimiwe. Usiwabague na kupendea watoto. Utajua ni yupi wakati mwingine atakayejua kuondelea aibu. Mwingine unampenda kwa sababu sura mnafanana. Mungu anaweza kupa mtoto mwingine sura hata mfanani mashariki na magharibi, ile wanakwambia tu kwenye ukoo huu aliwahi kuzaliwa mtu fulani hivi alikuwa anafanana na huyu, na wewe hata hukumuona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukachagua. Unaonaje Yese katika watoto alionao angependa kina Shama na kina Eliabu akawa na mdharau sana Daudi? Kumbe Daudi ndio alikuja kuondoa aibu ya umasikini kwenye familia, akavunja rekodi, ameua Goliath, akapata utajiri mwingi. Wala siri ya maisha ya mtu hakuna anayejua. Tuwathamini watoto. Mwambie mwenzako tuwathamini watoto wote, usibague. Huwezi kujua kusudi la Mungu, huwezi kujua siri ya Mungu katika maisha ya mtoto aliyekupa. Semeni amina. Onya kwa upendo, piga kwa upendo. Sasa vile. Sasa wewe si unapiga mtoto unachukia mpaka wiki inaisha. Hata kama naonya, lakini maonyo baadaye funika na nini? Na upendo. Wajue tu kwamba unawapenda, ila ile tabia ikubariki. Mseme amina. Asante na bye bye. Langu jina ni Yusuf George. Tukutane tena kwa vipindi vinavyoendelea.